Sebana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media. Mimi naitwa Rama Handano Finest mjini Sina Shamba. Niko hapa kukujuza kwa yale ambayo yametokea ama yamejiri kunako anga la kitaifa na kimataifa zaidi. Lakini niko hapa kukupitisha kunako vichwa vya habari vya magazeti ambayo yametufikia studio asubuhi hii ya leo. Mkononi wangu ama mezani kwangu ninalo gazeti la Mwananchi, Mwana Sports, wa Machinga na mengine mengi mpaka Nipashe, Mwanga wa Jamii. Nakwenda kuzungumza na wewe namna ambavyo waandishi wameyachoronga kinaga ubaga kunako kurasa za juu. Wewe utapata wasaa mzuri wa kufunua kurasa za ndani. Nikianza na gazeti la Mwananchi, jinsi ambavyo lenyewe linasomeka kunako kurasa zake ama vichwa vya habari vya juu vimeandikwa kwa maandishi makubwa kabisa. Inasema maaskofu walilia haki, amani, uchaguzi mkuu. Maaskofu walilia haki, amani, uchaguzi mkuu. Ni kuelekea sikukuu ya Pasaka. Kwa hivyo maaskofu na wenyewe wameamua kujadili swala la amani kuelekea uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwaka huu 2025. Habari nyingine inasema Kikwete anavyopasua anga kumnadi Profesa Janabi WHO. Kurasa wa 3 unapata undani wa habari hiyo namna ambavyo imeandikwa. Habari picha ikiwa inamuonyesha rais wa Burkina Faso Traoré akiwa anagonga tano na Profesa Janabi wakiwa katika ziara hiyo maalum kabisa baada ya kuagizwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini habari nyingine inasema Hatima Chadema kanuni za maadili zikianza kutumika. Hatima Chadema kanuni za maadili zikianza kutumika. Ukurasa wa 4 unapata pia undani wa habari hiyo namna ambavyo pia imeandikwa. Hatuna namna kwa wabunge walioshindwa kazi. Huyo ni Wasira, jinsi ambavyo na mwenyewe pia amezungumza kwamba hatuna namna na wabunge ambao wameshindwa kutenda kazi pasavyo. Naondoka katika gazeti hili la Mwananchi kwa kumalizia na habari ya mwisho inayozungumza kwamba ACT Wazalendo yanyatia wakada wapya Chadema. ACT Wazalendo yanyatia wakada wapya Chadema. Ni ukurasa wa 2 utapata undani wa habari hiyo namna ambavyo na yenyewe imeandikwa. Lakini habari ambayo imeandikwa kwa maandishi madogo kabisa inasema 71% ya Watanzania hawana vyeti vya kuzaliwa. 71% ya Watanzania hawana vyeti vya kuzaliwa. Mimi nipo katika asilimia hizo ambazo wana vyeti vya kuzaliwa, nikiwa mmoja wapo kama Mtanzania. Lakini naondoka hapo na kwenda kushikilia gazeti lingine la Nipashe Mwanga wa Jamii. Limesema nini Nipashe Mwanga wa Jamii? Habari ambayo imeandikwa ama inaonyesha kwa maandishi makubwa kabisa, inaonyesha maaskofu mbalimbali wakiwa wamepangwa pale. Lakini ujumbe inasemaje? Ujumbe wa haki, amani, watawala. Ni maaskofu jinsi ambavyo wamezungumza kuelekea sikukuu hizi za Pasaka. Ujumbe wa haki, amani, watawala. Kamatia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii ukurasa wa 2 utapata ndani wa habari hiyo jinsi ambavyo mwandishi ameidadavua kinaga ubaga. Lakini habari nyingine nasema taharuki yaibuka mitandaoni, Lissu kutoonekana keko. Taharuki yaibuka mitandaoni, Lissu kutokuonekana keko. Kurasa wa 4 utapata undani wa habari hiyo ikiwa inaonyesha mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu akiwa ameonekana kwa habari picha jinsi ambavyo imezungumzwa. Lakini ukurasa wa 4 utapata undani wa habari hiyo namna ambavyo mwandishi na mwenyewe alikuwa akimaanisha nini. Lakini habari nyingine ikiwa inaonyesha pia maaskofu mbalimbali nasema kumradhi, ikiwa naonyesha baadhi ya watu wakiwa kama wanachuliwa katika miguu yao. Kuna habari chini inazungumza kanuni za uchaguzi rasmi kuanza kutumika. Kanuni za uchaguzi rasmi kuanza kutumika. Ukurasa wa 6 pia utapata undani wa habari hiyo jinsi ambavyo Nipashe Mwanga wa Jamii na wenyewe wamezungumza kinaga ubaga. Habari nyingine katika michezo, Nipashe Mwanga wa Jamii inasema Simba yaitisha Stellenbosch. Simba yaitisha Stellenbosch. Ukurasa wa 24 utapata undani wa habari hiyo kuelekea mchezo huu wa wekundu wa Msimbazi, Simba dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao utapigwa kule visiwani Zanzibar katika dimba la New Amani Complex. Mimi naondoka hapo kwa kumalizia na habari za juu za mwisho kabisa zinasema Van Dijk ataja sababu kusaini tena Liverpool. Ukurasa wa 22 utapata kile ambacho kimeandikwa. Mingine nasema makada 423 ACT wajitosa kwa
kuwania ubunge uwakilishi. Ukurasa wa 4 utapata undani wa habari hiyo. Lakini nyingine nasema wastaafu wa soko Kariakoo walipwa madeni milioni 306. Haya, nyingine inazungumza Dr. Mwinyi asisitiza mabalozi diplomasia ya uchumi. Dr. Mwinyi asisitiza mabalozi diplomasia ya uchumi. Habari hiyo nipata ukurasa wa 19, jinsi ambavyo na yenyewe imezungumza kunako gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Wenyewe wamezungumza kwa stari hiyo. Mimi nahama hapo, naondoka kabisa, naingia katika magazeti ya kimichezo. Na katika magazeti ya kimichezo nitakusomea gazeti la Mwana Sports. Mwana Sports anasema nini? Ikiwa habari picha ama image ya 30 inaonyesha Eli Mpanzu kibisa wala fundi kweli kweli wa kabumbu na Chanshaza wa pamoja na Kibu Denga, Kibu D Prosper. Inasema nini? Habari inazungumza Master Simba wana nini? Kwa nini tunaitaka finali? Azim anunua bao Tanzania shilingi milioni 6. Kila bao moja Azim Dewji amenunua milioni 6. Kwa hiyo yote ametafunga bao moja. Hili ni bao la timu. Kwa maana bao likipatikana kama Simba wanapata milioni 6 wachezaji. Watakwenda kugawana wenyewe. Gawanya hapo 23 gawanya kwa milioni 6, utagundua kila mmoja ataondoka na kitita cha shilingi ngapi. Lakini nyingine inasema Dan weekend ya champagne. Hii ni baada ya kuonyesha hapa kuna Liverpool, yes, kuna mchezo wa Simba Sports, kuna mchezo wa Azam, ndio maana ambayo ni weekend ya champagne. Kwa wale ambao wana beti umeshaelewa hapo anatakiwa kufanya nini. Haya, Feitoto aipa pigo Azam. Kwa nini? Hii ni baada ya mvutano, wavuta ni kuvute. Young Africans wanamuhitaji, lakini pia Simba Sports Club wanamuhitaji, na pia Azam pia wanamuhitaji. Huku pia na timu zingine kutoka nje ikisemekana zinahusika na kuhitaji saini yake. Haya, kocha Yanga amtuliza Yaokwasi Atola. Ikisemekana Yaokwasi Atola beki wa Young Africans ataikosa ama atakikosa kikosi hicho kwa muda wa msimu wote huu kutokuonekana uwanjani. Nyingine nasema Spurs Man United kazi ipo. Spurs Man United kazi ipo. Kurasa wa 3 utapata undani wa habari hiyo. Habari ya mwisho inasema Mashujaa ina mitihani mitatu. Mashujaa ina mitihani mitatu. Ni mitihani ya namna gani? Mimi sifahamu. Namalizia kwa kuondoka na gazeti hilo na Mwana Sports, kama ambavyo umesikia nikikujuza kunako vichwa vya habari namna vimezungumza. Mimi naitwa Rama Handano Finest mjini Sina Shamba. Tukutane tena wasaa mwingine. Bye bye.